Mheshimiwa Emanuela, mtafitia. Mheshimiwa Gitere. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, katika nchi yetu kuna hii tunaita D/D, kuhamisha madaraka kutoka mikoani kwenda huko chini. Wizara ya Kilimo imekuwa ikitoa fedha za majosho kwa kutoka wizarani, yaani hela zinakaa wizarani zinakuja kujenga kijiji A kwenye eneo la Bunda. Ni lini sasa huo mtindo wa kutoa hela wizarani kuzileta vijijini? Kwa sababu wizara ya elimu na wizara zote zinaleta hela kijijini, milioni 500 zinaletwa, nyie milioni 22 mpaka tuzipate wizarani. Lini huo mtindo utaisha mzee? Mheshimiwa Waziri, umemuelewa? Sijamuelewa Mheshimiwa Spika, naomba arudi. Mheshimiwa Gitere, zungumza Kiswahili. Mheshimiwa Spika, naende polepole kwamba kuna fedha za kwenda kujenga majosho kwenye maeneo ya vijijini. Hizo fedha zinakaa wizara ya Kilimo na wizara ya Mifugo, haziletwi vijijini. Wizara zingine zote zinaleta zile hela vijijini. Kwa mfano, ujenzi wa sekondari tunapokea milioni 580 na kitu, ujenzi wa kujenga vituo vya afya tunapokea, ila hela za kujenga majosho zinakaa wizarani mpaka uziombe kutoka wizarani. Nini sasa hiyo system itaisha? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Gitere kama ifuatavyo. Ni kweli iko miradi ambayo inatekelezwa katika ngazi ya wizara kama serikali kuu, na iko miradi inayotekelezwa katika ngazi ya halmashauri, na upo ushirikiano kati ya serikali kuu na halmashauri kutegemeana na aina ya miradi. Kuhusu kwa mfano fedha za kuelekeza kwenye majosho, huo ni mradi uliokuwa wa kiserikali kama ulivyo mradi mkubwa wa kitaifa kama wa chanjo, ambapo pia hata kama ni mradi wa kitaifa bado serikali kuu inashirikiana na halmashauri kutekeleza miradi hiyo. Kwa hiyo ninachokisisitiza hapa ni kwamba serikali inahimiza kuimarisha ugatuzi wa madaraka kwa kuhakikisha kwamba halmashauri zinapopelekewa miradi ziweze kuisimamia, huku serikali kuu ikisimamia masuala ya kisera. Nakushukuru sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Paulo Zakaria.